Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa bariki ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ndugu zangu Waislamu, tutazame hukumu ya funga kwa mwanamke mwenye mimba mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha. Ni kwamba si kwamba mwanamke akiwa ni mjamzito haifai kufunga, hapana. Hapana, mwanamke akiwa mjamzito anafunga kama kawaida. Na si kwamba mwanamke akiwa ananyonyesha kwamba haifai kufunga, abadan. Hilo jambo lazima wanawake mlielewe. Haina maana kwamba wewe ukiwa ni mjamzito kwamba haifai kufunga. Kwamba mimi bwana mimi ni mjamzito sijafunga, hapana. Si kwamba wewe haifai kufunga au unaruhusiwa kula kwa kuwa wewe ni mjamzito, au unaruhusiwa kula kwa kuwa unanyonyesha, hapana, hauruhusiwi. Labda tu ikiwa saumu inakupa madhara au inakupa shida, hapo ndipo ambapo unaruhusiwa kula. Narudia tena, haifai kwa mwanamke mjamzito au anayenyonyesha kufungua au kutofunga Ramadhani. Ni wajibu kwa mwanamke mwenye mjamzito na anayenyonyesha, ni wajibu kwa wao kufunga kama watu wengine. Labda ikiwa saumu inasababisha madhara au inawatia uzito au kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokea katika mapungufu. Sasa ikiwa mwanamke kuna mambo yanatokea kwa sababu ya saumu, hadi ya kuwa ni mjamzito au akawa yeye ni mnyonyeshaji, ananyonyesha, akawa ameogopea katika nafsi yake na mtoto wake kwamba nikifunga kuna madhara yatanipata mimi mwenyewe na yatampata mtoto, na iogopea nafsi yangu na mtoto wangu, hukumu yao ni hukumu ya mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Kwa hiyo itafaa kula, lakini baadaye inatakiwa kulipa. Itafaa kula na inatakiwa kulipa. Na as-sahih kwa kauli miongoni mwa kauli za watu wanachuoni kwamba yani hamna tafsiri katika haya masala, kwa sababu baadhi ya wanachuoni wamesema kwamba ikiwa anamuogopea mtoto wake peke yake kwamba atalipa na atalisha. Lakini kauli ambayo ni sahih kama walivyoelezea baadhi ya ahlul ilmi, baadhi ya wanavyuoni, kwamba atalipa tu. Kwa hiyo itambulike hivyo ndugu zangu Waislamu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.